Nkuvute kuhusu shamba la ekari 6,000 eneo la Kedong katika kaunti ya Nakuru inazidi kutokota, huku wakazi ambao wanapaswa kunufaika na ardhi hiyo wakipinga vikali njama ya kuhamisha katika eneo la Mukuru ambalo ni hatari hasa wakati kuna mvua kutokana na mitaro mikubwa katika eneo hilo. Robert Masai ana mengi zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa katika shamba la Kedong, kaunti ya Nakuru. Familia 1,200 zinazokondolea macho hatari ya kuondolewa kwenye ardhi hiyo zikijitokeza kupinga vikali njama hiyo. Wanasema ahadi ya Rais William Ruto ilikuwa imezika katika kaburi la sahau dhuluma za kihistoria dhidi ya jamii ya Maasai ambayo imedumu kwa zaidi ya karne moja, kwani serikali ililenga kutumia shilingi bilioni 8 kutatua mzozo wa ardhi ambao umedumu tangu wakati wa ukoloni. Tayari kuna shamba ambayo serikali imelipa. Na ni sehemu ambayo tunakaa. Tumeishi kwa miaka mingi. Tumezika watoto na wazazi wetu. Tumeweka maisha yetu yote. Kwa hivyo tunaomba Mheshimiwa Rais ukue uhuru, hata unapokuja Suswa tarehe 28 tuko pamoja na wewe. Ile kitu tunakuomba kwa sababu wewe unapenda hawa wananchi, usikubali mtu yoyote katikati akuje kuhamisha hawa wananchi. Hata hivyo, wakati mchakato huo ulipoanza, wanadai maafisa wa ardhi kwa ushirikiano na watu wanaomezea mate ardhi hiyo waliingilia na kuelekeza ununuzi wa ardhi katika sehemu ya vilima vya Mukuru ambayo si salama kwa makazi ya binadamu, wakihofia ardhi wanamokalia kwa sasa itanyakuliwa. Kuna permanent buildings ambayo zimekuwa hapa, lakini kuelezea watu ya kwamba wale wa matapeli wanataka kupeleka watu mahali ambaye maji inabeba watu, hiyo itawezekana kweli? Hawa wananchi wanalilia ile haki ambaye wewe mwenyewe uliona. Wale survey ambaye walikuja wa kwanza waliona ukweli. Mkituambia tuhame hapa, twende mahali ambayo kuna mitaro. Watoto wangu si watanguki kwa hizo mitaro. Jamani, serikali mtusaidie. Kama naenda bande ile huko kwa milima, watu nasongesha wewe naenda na rokota kama ile maimayu. Haiwezi hama hapa. Ajili hapa lingine naenda. Eneo la Kedong lina historia chungu nzima kuhusu jamii ya Maasai. Pia imekuwa nyumbani kwa familia hizo tangu walipozaliwa, wakazi wakiapa kuwa kamwe hawataondoka katika shamba hilo. Hawa Maasai wamekuwa hapa tangu mwaka wa 1911, the Kilo Massacre, wamekuwa hapa. Na hao Maasai wamekuwa wakiishi hapa kwa upendo na uzalendo hii shamba yao. Kama kuna mtu yeyote ambaye ametoka mahali ametoka, ambaye atakuja kusema hao wananchi wanahama, hiyo ni uongo. Na ile kama ile mtoto yangu kidogo naishi hapa, nazaliwa hapa, na ile baba yangu naishi hapa, ilikufa hapa, na ile mama yangu ilikufa hapa, na ile kaburi yako niko hapa. Naenda wapi? Sikuondoka. Kama unataka toa sisi hapa, leta masanduku, weka wasaili walisaliwa wawe, alafu watu wengine ahame. Sasa wanamtaka Rais William Ruto pamoja na viongozi wa jamii ya Maa wakiongozwa na gavana wa Narok Patrick Ole Ndutu kuingilia kati na kuleta suluhu kuhusu mzozo huo na kuhakikisha ahadi ya rais inatimia kabla maji hayajazidi unga. Kwa miaka zaidi ya 100 jamii ya Maa wamekuwa wakiishi kwenye shamba hili la Kedong lililoko kaunti ya Nakuru, wakipinga vikali kuhamishwa kwenye sehemu za vilima iliyoko katika eneo la Mukuru. Robert Masai, runinga ya Citizen, Kedong, kaunti ya Nakuru.